Kwa majina anaitwa Jumanne S. Misungwi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC. Niseme mkutano wa leo ambao umeongozwa na naibu waziri wa TAMISEMI kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Hashim Mdoe. Ni shukuru sana kwa maelekezo ambayo yametolewa na waziri. Cha kwanza naibu waziri wa TAMISEMI ameweza kutupa nasaha tukiwemo sisi wenye viti, madiwani waliowakilisha kwa leo, pia na wataalamu wetu na wakurugenzi, kwamba kwa kusema kwanza tukajitathmini, lakini pia tuweze kuondoa kero za wananchi, sio mpaka tusubiri viongozi wa juu wanapofika. Kwa hilo pia tumelibeba na imekuwa ni nafasi ya pekee kwetu sisi kupata elimu hiyo, kwamba sio mpaka tusubiri viongozi wa juu ndio waje watatue kero. Kwa hiyo sisi inatakiwa tukaanze na kutatua kero za wananchi. Lakini vile vile amesisitiza kwa halmashauri kwamba tuweze kulipa madeni yote kwa ajili ya kuendesha hii Love Lucky yetu, kwa sababu inajiendesha kwa fedha, kwa natakiwa tulipe madeni. Lakini vile vile pia amesisitiza swala la kusema kwamba tukawe wakusanyaji wa mapato kwa ajili ya kusaidia wananchi wetu. Kwa hiyo amejikita kwa wakurugenzi, halmashauri, watumishi kwa ujumla, kwamba tufanye kazi na sisi kwenye mabaraza yetu, tufanye kazi nzuri ya ukusanyaji wa mapato bila kuondoa mianya ya uvujaji wa mapato, na tumeyabeba kwa 100% na tunayafanyia kazi katika halmashauri. Changamoto kwa mfano mimi ndo nimeanza kwa awamu hii, nimeingia kwenye udiwani wakati ya Rudete, lakini pia nikapata nafasi ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri. Changamoto niliyoiona mimi kwanza ni kuwa tu wazembe, kutokuwa na ufuatiliaji wa kina. Kwa jina ninaitwa Solomon Mabati, ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Rorya, na ni moja ya wajumbe ambao tumeshiriki katika mkutano wetu wa Love Lucky kwa mwaka 2026 kwa ajili ya kufanya uchaguzi. Nitumie fursa hii kushukuru hotuba nzuri ambayo imetolewa na Mheshimiwa naibu waziri kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa TAMISEMI. Mamlaka ya serikali za mitaa ndio mamlaka inayosimamia maisha ya Mtanzania hata yule wa chini, na maelekezo ambayo ameyatoa ni maelekezo ya msingi. Ameonyesha kwamba maelekezo ya serikali yanataka fedha ambazo zinakusanywa sasa hivi kwenye halmashauri ziweze kusimamiwa ipasavyo kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu, na ametoa mfano wa mikoa ambayo imeshindwa kusimamia, namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameamua kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya watendaji ambao wanaonekana hawasimamii vizuri na kuzingatia misingi ya udhibiti wa mapato ya serikali katika nchi yetu.